Asante sana. Mimi naitwa Ahmed Kipozi. Nilimpokea marehemu Charles Hilary mwaka 1980 mwezi wa 6. Nakumbuka kabisa siku ya kwanza anaingia Radio Tanzania. Alitukuta mimi, Salim Bonde na Sekione Kitojo. Tukampokea pale kama kawaida, akapitia taratibu zile za mwanzo za Radio Tanzania. Manake ukifika pale unapata mafunzo, ushapata mafunzo, unaanzishwa kwa vipindi vidogo vidogo mpaka unakuja kwa vipindi vikubwa, ndio unatumbukizwa katika jopo na unajifundisha kadri siku zinavyokwenda. Charles baada ya kufika muda mfupi tu alionyesha uwezo wa kujifunza na uwezo wa kuelewa haraka kazi ya utangazaji. Kwa nini? Sababu kubwa ni kwamba alifahamu lugha vizuri ya Kiswahili, na hiyo ndio iliyembeba sana. Alikuwa mwepesi kujieleza, unaona? Alikuwa mwepesi kuelewa, mwepesi kujifunza, na alikuwa hachoki kuuliza. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi ya kuwa na kijana kama Charles Hilary. Wakati huo alijifunza haraka kusoma habari, alijifunza haraka kutangaza mpira, alijifunza haraka kuweka matangazo ya biashara. Alikuwa ni mwepesi sana, na ukimuelezea Charles Hilary unaelezea furaha. Anapokuwepo Charles Hilary mtafurahi wote. Atawafundisha, atajifunza, na atafanya hali ya kazi iwe nyepesi. Hiyo ndio sifa ya Charles. Kama vijana sasa tunapaswa nini kujifunza kupitia uzoefu ambao ninyi mlikuwa wakati huo, lakini sisi vijana ambao tunakurupuka kwa wakati huu, mimi huwa muoga sana kuelezea, kwa sababu mabadiliko ni mengi makubwa ya vifaa, ya utendaji, muktadha wa hali ya kisiasa, hali ya kiuchumi ni tofauti kabisa. Lakini la msingi ni kwamba kazi yoyote inataka ushirikiano. Unafanya kazi kama timu, hasa ukifanya kazi za kiserikali, kazi za kichama na kazi hasa ya utangazaji, ni lazima mfanye kama timu. Na cha kuzingatia ni kwamba sisi ni Watanzania, na lolote tutakalofanya, iwe biashara, iwe kila kitu, lakini tukumbuke kwamba sisi ni Watanzania. Tuna wajibu wa kudumisha amani, upendo na mshikamano baina yetu. Hilo ndio la msingi. Katika maadili huko, kwenye maadili hayo siwezi kusema. Kwa sababu gani? Wakati sisi tunatangaza tulikuwa na chombo kimoja tu, ndio ilikuwa mdomo wa serikali. Chombo kimoja tu, Radio Tanzania. Ukichukua na magazeti yake ya chama na serikali, ndio wananchi walipata habari kupitia hapo. Zaidi walikuwa wanapata habari kupitia vyombo vya nje. Sasa siku hizi utandawazi umeleta kila kitu kiko wazi. Tukumbushe tu kwenye maadili, tuna mila na tamaduni zetu. Mila na tamaduni zetu hazijifichi. Tuzidumishe, tuulize, na kwa vijana wakubali wanapokosolewa, wakubali wanaporekebishwa, kwa sababu hawako katika anga nyingine yoyote, wako katika anga ya Tanzania. Wao ni Watanzania, wafanye mambo ya Kitanzania, na Watanzania tuna sifa ya amani, umoja na mshikamano. Basi, asante sana. Shukrani.